Abdul Jalil. Vipi? Upo vizuri? Niko vizuri, niko njema. Unanawiri. We, usiniambie hivyo. Unajua hapa najiuliza ni yule jamaa wa ice cream au ni yule nilotaka kutafutia beach boy. Yaani kumbe ukaanza kunitafutia mimi beach boy. Sasa nilikuwa sitaki uondoke Zanzibar. Lakini nafikiri sijui hivi nilikutafutia au sikumleta. Ulikuwa kwenye mpango huo, kwani ulimpata? Nilimpata lakini sio beach boy. Ulimpata nani? Nilimpata mtembeza watalii. Anatumia dola. Anatumia dola. Anatumia shilling dola. Unaona mimi dada yako mimi nafaa kwenda huko lakini. Sisi tunamchuna. Baya hiyo. Vipi lakini ndugu yangu? Kwema? Wewe timu yako ya KVZ kwenye michuano hii ya Muungano Cup hata masaa 24 kama WhatsApp status haijafika hapo. Uongo? Ili swali lako au umetumwa ujiulize kwa niaba? Tumwana nani? Mimi nakuuliza wewe, sina msemaji wa KVZ. Mimi sina habari yangu. Sasa mara wamekuchomekea bwana. Ukipata bahati ulize ile swali. Kwamba wabaya watu. Of course imetuuma, ni katika jambo ambalo limetuuma ni hilo. Unajua tulijiandaa of course. Unajua sisi tulikuwa tunataka tuchukue treble kama hutaki. Hautaki. Mapema tu mmoja chali hao. Tulikuwa tuna plan za treble lakini isivyo bahati au bahati ilivyokuwa haijawa kwetu lamba waliamua bwana lamba ile siku. Sababu mpira wa miguu lakini walileta wachezaji warefu kama wa basketball. Kwa sababu mimi mpaka leo najiuliza wale wachezaji wale Kinangita na wenzake, yani watu warefu kama nini, si bora wapeleke kwenye timu ya Mzenji Dar City wawasaidie kule kwenye nini. Dar City wanachukua vijiti basketball, wanamchukua yule Ali anaitwa Ali, I don't know Ali nani, lakini ni somebody anaitwa Ali mweupe hivi na yule na kina Baraka unajua fupi wale wanachukua kwenye basketball, wakati Kinangita wapo huko. Wenyewe mmefungwa na urefu wa wachezaji wa Azam FC au warefu jamaa. Sasa urefu ndio unacheza mpira. Sasa si magoli yote makrosi. Sema watu wetu sio wafupi, maskini ya Mungu, vimo vya yani wachezaji sio wafupi. Wachezaji wana vimo vya mpira wa miguu futi 5, futi 4, lakini Azam mezajeo futi 8 ilikuwa futi 7. Sasa hatuwezi kupambana hapo. Watu warefu. Sasa hivi unajifichia huko kwenye urefu. Sio uwezo uwanjani wachezaji kucheza boli. Sasa tulionyesha wenyewe, wameona mwenyewe Ibenge alikiri kwamba amecheza na timu ambayo imeonyesha ubora, na hata ukiangalia wamekuja kupata goli mwishoni mwa kipindi cha kwanza. Kwa hiyo kwa mbinu hawakutuweza kwa mbinu, lakini urefu ndio ambao umetuchanganya. Urefu. Sasa hivi umebaki unachambua tu na kuangalia wenzako. Wewe hata wadada wanapenda wanaume warefu. Kwa nini? Nini siri ya wanaume warefu? Sijui siri nini, lakini wadada wanapenda sana wanaume warefu. Wewe ni mrefu? Wewe ni mrefu? Mimi ni wastani. Alafu sasa simsema baadhi, so wote. Sasa hivi ndio umeka baadhi. Baadhi. So wengine wanapenda mahesam kama sisi tukismile tu. Wachumba mimi wanapenda ni smile. Anyway, wanaambia kufanya interview smile tu. Mwanzo mwisho. Watu wana enjoy kwenye nafsi zao. Kwa nini enjoy? Yani mimi nikismile. Inapendeza. Lakini wewe dadangu whisky tu. Wengine wale. Inapendeza nikikuona uko hivi. Inapendeza. Sasa hivi umebaki kwenye muungano unachambua tu sasa. Sasa hivi nachambua. Na moja ya aspect ambayo mimi naifurahia sana kuchambua. Ni kuchambua yani the way watu wanacheza, alafu mimi nakaa na waeleza watu ni kwa namna gani hawa wanacheza, ni kwa namna gani wamejipanga kufanya kitu hichi na hichi hivyo, na enjoy sana. Toka Muungano Cup 2026 imeanza, ni game gani ambayo ulifanya uchambuzi ukasema kwamba leo nimechambua vizuri na hii game ilikuwa vizuri sana? Game ya Azam na Yanga. Kwa nini? Kwa sababu hata directly alisifu. Unajua mnaweza mkafanya nyinyi, mnaweza mkaona vizuri. Maybe watu wanaweza kaona nyingine, lakini ile kwa sababu yani jopo zima lile ambalo linakaa kwenye uendeshaji lilisifia kile kitu ambacho tulifanya. Kwa hiyo hata mimi nilikusema kuwa that match tulikuwa superb kwenye vitu vingi. Na of course ilikuwa mechi bora. Kwangu mimi mpaka sasa hivi mechi bora kwenye mashindano ni ile ya nusu finali ya kwanza
ambayo ilisimikwa jina la Dr. Samia Day, ilikuwa nusu finali bora kabisa, na hata mimi nilifanya uchambuzi wenye utondoti uliotukuka. Kwa nini imekuwa ni tofauti na mechi zingine? Kitu gani ambacho ni cha utofauti? I think maybe kutokana na aina ya timu zilizokutana, timu ambazo zimezoea. Unajua toka yaanze mashindano kuanzia robo finali ya kwanza, hii nusu finali na finali ndio zinakutanisha timu ambazo kutoka Tanzania bara. Maybe kutokana na sequence hiyo kwamba hizi ni timu ambazo zinatoka NBC, lakini ushindani uliokuwepo, Mwalimu Ibenge alikuwa anahitaji kuonesha kitu. Yeye mwenyewe anadiri kusema kwamba anapenda michezo mikubwa kwa sababu ndio inayompima kwamba kuonesha ule ubora wake. Kwa hiyo yeye alifurahia mchezo ule. Kwa hiyo nafikiri hiyo ndio sababu kuu, lakini ushindani. Lakini kubwa kabisa ni notion iliyokuwepo vichani mwa watu. Unajua kuna watu wanasema yani watu watakimbiana. Unawajua wanaokimbiana? Ambao kina nani? Si mapacha wa Kariakoo. Ilivyokuwa nazungumzwa. Kariakoo dabi haiwezi kuchezwa hapa, hawezi kukutana mara mbili ukizingatia. Kuna mechi ya tarehe 3. Unajua ndani ya hii wiki moja Kariakoo dabi inachezwa mara mbili. Ndani ya hii wiki moja ambayo jana ni Jumatatu, leo ni Jumatatu, kuanzia leo Jumatatu mpaka Jumapili Kariakoo dabi inachezwa mara mbili. Kitu ambacho kwenye kumbukumbu zako unakumbuka mara ya mwisho ilikuwa lini? Iliwahi kutokea. Kwa hiyo hapo tension inakuwa kubwa. Mtu, yani hapo kuna sequence hizi 3. Viongozi, of course wachezaji season viongozi wana pressure nazo. Cha kwanza, mtu kupoteza mechi zote mbili. Ya pili, mtu kupoteza huku na huku. Hii season itakuwa ina shida sana. Ipi ambayo itakuwa haina shida sana? Yani kwa mfano mmoja akipoteza mechi hii ya finali, mwingine akapoteza mechi hiyo inayokuja ligi kuu. Sasa ni kama itakuwa ina shida sana. Lakini shida mtu atakapopoteza mechi zote mbili. Hapo sasa ndo wale mashabiki utaona rangi zao halisi. Mtu anaweza kawa mweusi kama ukuta wa jikoni au whatever itakavyokuwa, lakini utamwona amepiga rangi nyekundu. Wanasema kwamba Kariakoo dabi inapigwa bara na visiwani ndani ya wiki moja. Kuna mtu amenisogezea ujumbe kwa tayari leo boti ya kwanza iliyoingia Unguja, kuna watu wa ufundi tayari wameanza kusafirishwa. Timu gani sasa? Wote wawili. Simba na Yanga. Inasadikika. Watu waseme kwamba na inasadikika hivyo kwamba ufundi ndio unacheza mpira bana. Watu wameanza kuwasafirisha. Boti imejaa? Imejaa au mapema tu? Boti sitajaa. Alafu ya mambo unajua yana wenyewe wauguzi wataalamu wanasema unatakiwa siku 2 kabla. Yani ile kamati ya masaa mangapi? 72. Sasa hii kamati ya masaa 48. Ukichelewa tu asema basi timu yako KVZ mnafanya hivyo? Sio tu na mambo hayo tuamini. Umejuaje? Mimi si nipo kwa msemaji wa timu, umejuaje mambo haya? Mimi yani kwenye timu yetu kwenye kikao cha kamati kuu nipo. Ambayo anahusisha nini na nini hiyo? Kikao cha kamati kuu. Mipango uratibu wa timu. Ikiwemo hiyo. Hiyo haimo. Pale si agenda, sina katibu anawasilisha agenda. Katibu wetu Bakayoko anawasilisha agenda. Bwana kuna agenda hii na hii na hii. Kwa hiyo tunakaa discuss. Bwana hivi. Tunaacha sasa huko katika usemaji wa KVZ. Ulishatolewa mbali kwenye kuchambua huko sasa. Tunakuvisha kofia ya mchambuzi. Tuzungumzie sasa Kariakoo dabi ya tarehe 29, finali Muungano Cup 2026. Simba anakwenda kukutana na Yanga Sports Club. Unauona anakwenda kuwa mchezo wa namna gani? I think ni jambo kubwa kabisa. Unajua kabla sijazungumzia mchezo nijizungumzie mimi mwenyewe. Hakuna moment kubwa ngumu kama ya Kariakoo dabi katika kila aspect, kwa sababu umakini unaongezeka. Tuzungumzie upande wa production, huwa inaongezwa maradufu, mbali na timu zenyewe zinavyojiandaa. Kwenye career yangu haswa kwenye mitambo ya Azam TV sikuwahi kufanya uchambuzi wa Kariakoo dabi. I think this is the first time. Mara ya kwanza. Yeah. Wow. Of course haikuwahi kutokea, yani hazikuwahi kukutana. Kwa hiyo kwangu mimi
na of course sehemu nyingine yani nishafanya, but kwenye sequence ya Azam Media. Of course this is the first time. Kwa hiyo ni nafasi kubwa sana kwangu kwa sababu pale naongea na nchi, yani nchi yote ya Tanzania, watu milioni 60 plus watanisikiliza. Kwa hiyo ni moment kubwa sana na ya historia kwa upande wangu. Lakini kiukubwa ni mchezo mgumu haswa, yani umekuja nyakati mbaya, najaribu kusema hivi kwa sababu timu hizi zina ushindani mkubwa kwenye ligi kuu, zinakwenda kukutana kwenye kombe la Muungano. Bado kwenye hili kombe la Muungano tangu kurejea kwake, sitaki kuzungumzia kabla, kwa sababu nilikuwa yani sijawa na uelewa, sababu paka kombe hili linavunjika rasmi mara mwisho 2004 mimi bado mdogo. Sio wa kutatua au wa kung'amua mambo. Kwa hiyo toka lirudi tena mimi na historia nalo, nilikuwepo lilivorudi the first time ambayo Simba wanachukua kombe, nilikuwepo katika meza ile ya uchambuzi. Kwa hiyo lilivorudi mara ya kwanza Simba alichukua, mara ya pili Yanga hakushiriki, lakini alipochukua Simba mara ya pili msimu jana alipochukua Yanga nilikuwepo pia, Simba hakushiriki, Yanga akachukua ubingwa. This time wote wawili wameshiriki na wamefika finali. Kwa hiyo kila mmoja atahitaji kuongeza uwezo, lakini kila mmoja atahitaji kumuonesha mwenziwe au kuweka usahihi wa ile dabi iliyofanyika Zanzibar ambayo walitoka sare. So kila mmoja alimsema huyu salama yake, huyu sijui refa, huyu sijui nini, unaona. Kwa hiyo hicho ndio kitu kinatokea, lakini vile vile walimu wanatakiwa waweke strategic plan ambazo zitatumika katika mchezo wa finali, ambazo ni tofauti ambazo zitakazotumika katika mchezo wa tarehe 3 wa Jumapili. Nini? Yani hapo hebu tufafanulie kidogo. Ni mchezo wa maamuzi. Yani huu bingu kuna kombe. Kule tunagombania alama 3, maana yake unaweza kutoka sare, unaweza maybe ukashinda ukapoteza. Hapa matokeo haya mawili, ushindi au upoteze. Kwa hiyo plani yake lazima ibadilike. Mimi ni muumini wa walimu wote wawili wanaothubutu. Mwalimu Pedro Goncalves pamoja na Steve Becker wamekuwa hasa Steve Becker aliingia kwenye timu ikiwa katika hali mbaya, no doubt. Yani Simba ilikuwa yani ukiangalia hivi paka huruma unaongea, yani mwisho paka maybe nafikiri paka watani wao wakahawachekeshi tena, walipitia hali mbaya, lakini akaweza kumaintain ile pressure na ikairudisha timu katika ile standard ambayo maybe wao walikuwa wanahitaji, na tumeona alionyesha tofauti mkubwa kwenye mchezo wa Kariakoo. Sidhani kama mashabiki wa Simba walikuwa na imani na kupata matokeo yale kutokana na aina ya ubora ambao Yanga, ingawa kuna baadhi ya watu wanasema Yanga imedrop kidogo. Wewe unaonaje? Sijui wana defend vipi ku drop, kwa sababu Yanga bado still anaongoza ligi kwenye mashindano kimataifa. Kwenye misimu hii kwenye ile minne ambayo ilikuwa bora ni msimu mmoja tu, kwenye tena kombe la shirikisho ndio alifika finali. Kwa hiyo sijui wanaireti vipi ku drop, kwa sababu bado wanaongoza ligi, bado wako katika nafasi nzuri, wana idadi nzuri ya kufunga na kufungwa. Kwa hiyo mimi naweza kusema ni average. Sidhani kama yani Yanga wanashindanishwa na Yanga wenyewe. Kwa hiyo siwezi kusema kwamba Yanga wamedrop, bado wapo kwenye ubora ule, lakini sio ule ambao walikuwa nao kwenye misimu minne nyuma, maybe kidogo wametetereka. Kwa hiyo lakini bado nadiri kusema wapo katika ubora wao. Kwa hiyo katika huo mchezo wanakwenda kukutana na walimu ambao wamevisuka vikosi vyao na wanahitaji kupata matokeo, kwa sababu Pedro ana historia nzuri, amechukua mapinduzi this season ambapo Simba alikuwa hakufika finali, aliondoshwa kwenye mashindano na Azam. Anakwenda sasa hivi anakutana na Simba ambayo mchezo uliopita Yanga ikiwa chini yake walitoka sare. Kwa hiyo ataangalia ni kwa namna gani au wapi hatukufanya vizuri nije katika mchezo huu nirekebishe nifanye vizuri. Na mwalimu Steve Becker
ataangalia ni kwa namna gani wali maintain mchezo Simba, lakini wakashindwa kupata matokeo. Vipi niliweza ku maintain mchezo nikashindwa kupata matokeo? Katika mchezo huu wa finali nije niweke plan nzuri za kupata matokeo. Kwa hiyo vita itakuwa kubwa, nafikiri moshi utawaka pale. Hapa kwenye moshi utawaka pale. Ukizungumza na mashabiki wa Simba, wao wanavutia kwao, lakini pia ukizungumza na mashabiki wa Simba wa Yanga pia wanavutia kwao. Ndio ile nasema kwamba mwamba ngoma huvutia kwake. Kila mmoja anajiona kwamba yeye yuko bora na anatamani kwamba kuwa bingwa. Tuangalie sasa wale wachezaji ambao wanaona kwamba ni hatari. Anahofia. Hapa ni nani unafahamu? Moyoni. Sio wanahofiana. Wanahofiana of course. Kariakoo Derby. Kwani kwenye mdomo anasema bwana mimi tunamtaka huyu muda wote. Lakini moyoni wana hofu. Hii hatari. Hii hatari. Tutakuja kulia hapa tusitarajie mambo ya tofauti. Sawa, tuangalie wachezaji wa timu zote mbili wale ambao ni hatari kuliko na unasema kwamba hawa iwe siwe wanahitajika, kwa sababu mara nyingi tunapokuwa tunaona vikosi, kuna wachezaji watu wakiona kikosi wanasema mbona leo kama tunalala mapema, na kuna wengine wakiona kikosi wanakuambia leo shangwe mapema sana. Of course timu zote zina wachezaji, lakini timu zote mbili zina heavyweight players wa kubato katika mechi hizi kubwa. Tukianza na Yanga, mechi Fuli Mkoko, Golin Jigui. Kwa nani bwana kama Fuli Mkoko? Dabi wana dabi nyingine ujue. Dabi kama dabi ya mtoto atumi dukani hiyo Casemiro Ninja kule jukwani. Wazuri tuna wale. Ndio, lakini imani nafikiri unajua hizi timu za Kariakoo bwana, there is time zina shida. Ndio maana mimi hapa na shauri mchezaji akufana akiwa anachipukia asiende kwenye timu za Kariakoo. Mimi hapa binafsi wachezaji ambao wanachipukia wasiende Simba na Yanga. Kwa nini? Wanakwenda kupoteza career yao. Kivipi? Wewe mwenyewe nitakuuliza swali moja tu kabla sijajibu swali lako. Unajua kuna aina tatu za kujibu maswali. Swali kwa maelezo, swali kwa mkato. Kabla sijajibu swali lako, nataka uniambie Chasambi iko wapi? Yupo Simba Sports Club. Yupo Simba Sports Club. Amecheza dakika ngapi this season? Tumesabia dakika zake sasa hapo. Inabidi sasa tuanze kufanya research mwanzo mpaka mwisho. Mimi kabla hujajibu hazifiki hata dakika 100. Chasambi kucheza ndani ya Simba this season dakika 100 hazifiki. Manake dakika 100 ni mechi moja hiyo. Sio dakika 90. 90 zikiongezwa 10 ni mechi moja. Na dakika za mechi hazifiki dakika 100. Anacheza zote msimu huu? Hakuna. Kwanza season hakuna mechi aliyocheza yote. Maybe nini? Mchezo ana hiyo dakika nini? Mchezo uliopita tu alicheza dakika 45. Utafikiria zaidi alicheza dakika 45 mechi ya semi final, mechi ya robo final. Mechi ya final hajagunusa uwanja. Yeye pamoja na wengine wengi. Tayari mimi nadiri kusema kuwa mchezaji ukishapevuka kwa kila kitu ndio uende katika hizo timu za Kariakoo. Kama unaipenda career yako. I think sehemu nzuri mimi ya kukua naona ni Azam FC. Hakuna pressure. Unajua timu ikiwa na pressure hata mwalimu kufanya maamuzi yake anasita. Huenda kana tamani kwamba hii Kariakoo mimi Casemiro kanionyesha kwenye mazoezi anaweza na kuelewa. Wewe unawashawishi vipi kwamba center half ende Ninju na Asinki, namba 6 Casemiro, tayari pale katikati nani juu anze Mwanengo, tayari winga Edmund John Pakome kule akae nje, Max akae nje, tumtafute mwingine tumpange Faridi, tumweke Max nje acheze Faridi. Faridi mbona mchezaji mzuri sana. Mchezaji mzuri. Hakuna unajua paka Yanga kusajili wewe ni bora. Lakini kupewa nafasi ikiwa bado hujakuwa. Of course Faridi story yake ni mbali, lakini nakusudia hawa wachezaji vijana. Mimi sio rafiki wa mchezaji kijana kwenda Simba na Yanga. Sio ushauri wangu kabisa.
Sawa, tuangalie sasa wale ambao unaona kabisa hii dabi inawahitaji sana. Yeah, I think kwenye eneo la goalkeeper, mchezaji aliyefanya mechi ya dabi ya Zanzibar kuisha sare na Djigui Diarra yumo. Alikuwa nyota wa mchezo. Yeah, umeona. Kwa hiyo kuna paka kipa anakuwa nyota wa mchezo, unajua shughuli ilifanyika kweli kweli. Kwa hiyo katika eneo la goalkeeper nafikiri upande wa Yanga anahitajika kwa asilimia kubwa sana, hasa tukiangalia performance wise ya eneo la ushambuliaji Simba ambao wako nayo katika siku hizi za karibuni. Simba kwenye ushambuliaji sasa wako vizuri. Simba Sports watu wao wa mbele nowadays wameimarika sana. Wametoka kwenye kuwa machachari wamekuwa hatari. Ambao ni nani? Libase amebadilika game yake. Flanks zote mbili za Simba Sports zimeimarika, lakini mimi binafsi nafikiri mchezaji ambaye kwenye midomo ya watu hawajamtia sana. Nani? Yani hawajampa ile hype sana. Ansett Oura. I think moja ya sajili bora Simba wameifanya dirisha dogo ni ule jamaa. Kuna nikiwa naangalia TikTok, kuna jamaa mmoja I think sijui ni Mchaga yule anashona nguo. I think ndio amemshonea Davido kama sijakosea alivyokuja Tanzania. Jina lake limenitoka. Anasema huwa na kauli yake moja, anasema nachona nguo ya mtindo wa mwaka wa mbele. Kwa hiyo that player achezi mpira wa hapa kabisa. Oura anacheza mpira wapi? Mbele. Oura anacheza mpira wa mbele. Mwaka wa mbele kwa hiyo. Mbele kabisa. Kuliko mwaka ambao. Sababu gani? Kuepo. Kwanza na vitu vingi. Unajua ni nadra sana kumkuta mchezaji mrefu akacheza winga. Mawinga wingi wanakuwa vimo vyao vya wastani, wafupi au wa wastani. Yani aghlabu sana maybe siku hizi unakuta kina Olise, lakini mawinga watafutia zamani kina Siklojo, sijui kina mawinga wingi walikuwa vimo vyao vya wastani tayari. Hapa kuna mzee mmoja kunaitwa mzee Bwanga, alikuwa winga machachari hatari mzee huyo. Kwa hiyo winga mrefu ana space, yani ana pace. Unajua kuna watu tuna tofauti ya mbio na pace. Katika wachezaji wanacheza pembeni. Unaweza kumkuta mchezaji ana mbio lakini sio bora, lakini kuna mtu ana pace, yani pace yake ni nzuri, akiwa na mpira akifanya miondoko yake ni hatari. Kwa yule jamaa positioning yake, akili yake, passing accuracy yake, na haswa unajua kuna pasi hizo Tanzania anapiga yeye tu yule jamaa. Ya mfano wake ile pasi ambayo alipiga katika mechi ya Kariakoo alomtilia Suleiman Mwalimu. Hakuna mchezaji ambaye anapiga. Yani wanapiga lakini sio kwa uhakika. Na ni wachache. Unajua zile Waarabu ndo sana na Ulaya. Yani wachezaji sisi mara nyingi mtu wingi akienda anapiga tu cross ya hivi. Yani ya mguu wake unamkalia mbele. Lakini Oura anaweza kaenda, yani cross yake ya mbele haina madhara, lakini akiturn kama narudi kwao alafu akapiga cross kwa staili hiyo, lazima ikusababisheni madhara, kwa sababu vipimo, yani hapigi cross, anapiga pasi. Kwa hiyo hatari kwa Simba, dabi inamhitaji. Ya dabi inamhitaji sana, na alionyesha performance kubwa sana kwenye ule mchezo wa Kariakoo ambao alicheza Zanzibar. Kwa hiyo kwenye eneo kwa sababu wa hatari hao, safu ya ulinzi ya Yanga nao lazima iwe bora mchezo huo. Nafikiri toka kwanza mashindano Mwamnyeto sikuwa na kutumika. Kwa hiyo mechi hiyo kama hana majeraha awepo mzee nahodha pale na Ibra Baka, kwa sababu huko golini Djigui tayari yupo, Mohamed Hussein Isra mwenda. Lazima safu hiyo itimie. Mimi sio shabiki sana wa Boka. Sipendi sana game yake haswa kwenye kujilinda. Shadrack Boka. Hana game nzuri kwenye kujilinda. Kwa hiyo ukiwa na mchezo kama huu wenye tension, alafu kwa na mtu ambaye hana game nzuri kwenye kujilinda, unacheza na mawinga ambao ni hatari wakija kushambulia, inaweza ikawa madhara makubwa. Kule mbele nafikiri Simba muda ana kazi kubwa ya kuonesha, kwa sababu kwenye dabi hata kuwepo muda Yahya
dabi ya Juma ya tarehe 3 hayupo sababu si ana kifungo. Kwa hiyo nafikiri atajimaliza sana katika mchezo huu, na ukweli usiopingika, Mudathir Yahya ndiyo injini ya Yanga kwa sasa. Nafikiri watastruggle sana kwenye mchezo wa Jumapili. Kwa nini unasema kwamba Mudathir Yahya ndio injini ya Yanga kwa sasa? Angalia mechi zote sasa hivi karibuni alizocheza, afu angalia impact ya Mudathir Yahya. Kama hajafunga ata assist, yeye ndo anaamua ile kiungo chao kicheze vipi. Yeye ndio tempo ya timu ya Yanga kwa sasa. Yaani huo ni ukweli usiopinga. Watu watasema sio, atawataja kina Pacome, kina Okelo, ameassist mara 6 kwenye michezo ya karibuni hii, lakini Mudathir Yahya nafikiri hata wenyewe Yanga imewauma kweli Mudathir Yahya kukosekana kwenye dabi ya Jumapili. Kwa hiyo mechi hii atajimaliza, atatoa kadri ya uwezo wake kuhakikisha kwamba anaisaidia timu yake. Kwa hiyo Simba nao wana kazi kubwa sana katika eneo hilo la midfield, kuhakikisha kwamba wanaibato ile wanabato na Mudathir Yahya ambaye atasaidiwa na Mohamed Damaro. Modric mwenye Gharibu Mzinga anasema Modric kwa wapi yule? Sasa kwamba sasa hivi wa Mwanza wewe. Sasa hivi Mtanzania. Wa Mwanza. Sawa, basi Modric wa Mwanza. Ni Modric. Kwao nasikia jina lako wakati kwao Konakri wanaita ndio walikuwa wanaitwa Modric, walikuwa kwa mmoja wa defensive midfield ambao of course wanacheza high sana, yani yuko kwenye physical battle yuko sana. Anasema nginja watoto Kiswahili, anasema nginja sana, lakini anafanya vizuri. Shida yake ni kuwa ana matumizi makubwa sana ya nguvu, na ndio maana akipata kadi tu kazi inakuwa kwake. Kwa hiyo kucheza na viungo ambao wana akili, wanajua huyu silaha yake, mimi nimpatisha kadi mapema ili timpunguze ubora wake ambao yuko nao. Kwa upande wa Yanga umewataja wachezaji wengi hapo, idadi ya wachezaji kadhaa hivi, lakini kwa upande wa Simba nimeona umemzungumzia sana Aura. Nimemzungumzia Aura. Of course mwanzo tunawazungumzia Yanga. Okay, na kina Okelo wamekuwa na mechi nzuri, kina Dube wanamalizia na Profesa. Ijapokuwa watu wanasema kuna baadhi maneno ya chini watu wanasema hawajamuona, tukarudi kwenye majeraha, hawajamuona Profesa yule ambaye walimzoea Pacome. Hawajazoea kumuona bado, yani haja deliver kile kitu ambacho kabla hajaenda majeraha amekuwa akideliver. Kwa hiyo mimi na imani sana, mmoja wachezaji wananivutia kwenye kosta ya Yanga ni Pacome Zouzoua. Ni mchezaji bora, hahitaji makala mingi kumuelezea. Sio Pacome ni wewe Pacome mpe mpira, ingia uwanjani ndio utamtambua. Kwa hiyo Simba wana kazi pande ule, natumai Shomari Kapombe amepumzisha vya kutosha. Steve kocha maybe aliplan hizo kwa ajili ya kumkaba Pacome au ameplan nini, lakini kwa upande wa Simba mimi bwana binafsi sijui watu wanachukuliaje, nina mashaka sana goalkeeper wa Simba. Yupi? Kwa nini? Sijaelewa performance yake binafsi mpaka sasa. Hussein Abel au? Hussein Abel maybe watamuona hana exposure ya michezo mikubwa, lakini Kasali yani makosa yake yanafikirisha. Unajua kuna vitu unajua mtu anarudia mpaka unasema hivi huyu haangalii au mwalimu wake wa mazoezi hamuoneshi kwenye akitoka hapa kwamba kuna makosa uliyofanya mchezo huu. Kwa mchezo unafanya anarudia tena. Inafikirisha, lakini anahitajika kwa sababu yeye ndo namba 1 kwa sasa. Hakuna mwingine. But mimi ananifikirisha. Safu yao ya ulinzi nafikiri inajulikana. Kibabage mechi mbili hajaonekana. Mzee wa kujitutumua. Jitutumue Kariakoo tena moja ya fullback mimi navutiwa nao sana. So kwa hapa kwa Simba toka zamani. Kibabage. Toka ile walivyokuwa kwenye under 17. Moja ya wachezaji ambao walikuwa wananivutia kwenye ile team ni Sopu, Kibabage, Kibwana pamoja na Deki Jobu. Hao walikuwa wananivutia sana the way walivyokuwa wanacheza. Kwa hiyo mimi ninavutiwa naye kwenye huo mchezo wamepumzishwa. Unajua Simba kama walikuwa na technique. Unajua wachezaji wao wamepumzisha sana. Serious. Kwenye mchezo wa kwanza
walioanza wale wa robo finali walicheza takriban wachezaji wote ambao hawapati nafasi. Mchezo baadaye maybe nakumbuka kipindi cha pili ndo Libasa akaingia. Sababu Libasa anaonyesha ana tanki kubwa sana, achoki yule. Achoki. Mchezo huu wa pili Rushd Derek amecheza dakika 45 akaambiwa njoo. Ture ambaye hakucheza yeye ndo ambaye akacheza. Kibwana Shomari Kapombe pamoja na Kibabaga hajagusa uwanja. Kasali the same hajagusa uwanja. Kagoma kacheza jana. Kante maybe ndo maybe katumika nafikiri kwenye michezo. Kidogo. Cletus Chama katumika jana tu. Mwalimu maybe katumika. Anset au katumika jana. Unajua pia mchezaji ukiwa unacheza utakiwa ukae muda mrefu bila kucheza. Kuna fatigue unaweza ukapata. Yaani wachezaji wengi sana, unajua ile inaniwazisha wa Simba wamepata resting assurance kubwa kuliko wachezaji wa Yanga. Hilo ni jambo la kufikirisha, lakini acha tuone. Huo ni mchezo, lakini Simba Rushd Derek sura nzuri, lakini sura ya kazi, mwenye roho ya kazi katika safu ya ulinzi. Hakuna kitu natamani kama mwalimu wa Simba amwamini Mbegu kwenye hiyo mechi. Najua mashabiki wa Simba watanishambulia. Mzee unatutakia nini? Lakini natamani Mbegu apewe. Kitu gani kwa kizuri zaidi? Vitu vingi nimeona toka mechi, I think kuna mechi ya Dodoma alipewa nafasi. Yaani hizi mechi kabla hawajaja hapa kucheza Muungano, ukiachana na mechi ya Namungo ambayo sikuifuatilia, hizi mechi za nyuma nilifuatilia, leo na mwalimu anampa dakika 10, dakika 30, anapewa anacheza na anacheza vizuri. Amecheza mechi mbili vizuri kabisa. Mechi ya Azam, mechi ya mafunzo na mechi ya Mlandege. Maybe unaweza kusema timu za Zanzibar maybe uwezo wao tofauti na Kariakoo. Lakini unajua mchezaji akiwa na confidence, mechi yoyote confidence inakuwepo. Ana confidence, kuna vitu vingi, ana win vizuri mpira juu, ana kasi. Kwa sababu unacheza na Prince Dube, mchezaji ambaye anajua positioning yake vizuri, lakini ana uwezo wa kuscore. Ana mikimbio. Kwa hiyo natamani sana mwalimu amwamini Mbegu. Mimi binafsi. Hayo mawazo yangu watu jamani, kwa kweli opinion yangu. Msemo wetu mkaichukua haya mawazo yangu nataka. Unaogopa hati? Sana. Semaje wa timu? Watu wabaya. Watu wabaya sana, lakini mimi natamani kumuona Mbegu kwenye mchezo huo. Sawa, tukisema hapa tuanze kujadili Kariakoo Derby, tunataka tusimalize hapa. Natamani sana tumalizie na kwa kuzungumza hayo yote toka tumeanza hapa. Nani unampa nafasi kubwa ya kushinda huo mchezo? Unataka kwenye mchezo. Hivi unakumbuka ulinichongea kwa Mlandege kipindi kile? Nilisemaje? Uliniuliza swali hilo nikasema kwamba Simba nikampa nafasi kubwa akafungwa. Kwa hiyo habari hii sitaki kujitia lawama za mtu. Unajua Kariakoo Derby inachezwa nje ya uwanja kabla ya ndani ya uwanja. Mimi 50-50. 50 kwa 50. Lakini sitarajii mchezo kwa utenda matua penalty. Fiki huko Mechi ifike penalty, mtu anakufa uwanjani hiyo. Mapema sana mtu anakufa uwanjani. Kuna jamaa wangu anasema jitu lazima lidondoke mapema. Yaani mechi penalty haifiki. Sawa. Uwanjani. Acha tu nitakavyokuwa. Mtu anamaliza uwanjani. Alafu chengine mashabiki na mimi kama kijana wewe nakuombeni msije na matokeo. Ambulance ni moja tu pale uwanjani. Msije na matokeo yenu uwanjani. Najua kuna watu wanajiandaa kusafiri sasa hivi kutoka Dar es Salaam kuingia Zanzibar kwa ajili ya mechi ambao watakaa pia, nafikiri watasubiria pia dabi ya nini. Unajua Tanzania kuna heka this week. Zanzibar tutashuhudia dabi, afu baadaye watu wa mainland tutashuhudia dabi sisi Jumatano, watu wa mainland watashuhudia dabi Jumapili. Kwa hiyo heka ile yule mwimbaji anasema heka zangu nadhani nazijua. Kwa hiyo timu zote mbili zitakuwa na heka kwenye this week. Sawa, mimi nikutakia kila la kheri. Pole sana KVZ kutolewa mechi ya kwanza tu, lakini hongera sana kwa kazi nzuri ya uchambuzi ambao unaendelea kuifanya. Washaisha.
Machungu yameisha. Kwa sababu ule mlima mkubwa. Unajua sometimes tunaongea lakini lazima ujue tu na mlima mkubwa. Tukutana na mlima mkubwa sana. Ni ngumu kuupanda. Lakini kwenye ligi tunashukuru. Pia tumefurahi Mlandege kufurushwa. Kwa nini? Sasa ndio finali sisi tusingekaa. London Boy tusingekaa kwa raha, kijana wangu angeniletea shida sana. Kwa hiyo kwa dhati ya moyo wangu nimefurahi. Ndani ya mtima wa moyo wangu nimefurahi. Sawa, ni Abdul Jalil Mohamed, huyo msemaji wa KVZ, lakini pia mchambuzi wa soka. Tumezungumza naye hapa vitu vingi, kubwa zaidi tunaangazia kuelekea na Kariakoo Derby, mchezo wa finali Muungano Cup 2026 ambao utapigwa katika dimba la New Amani Complex hapa Zanzibar. Mimi ni Jenny Kishai na hii ni Kishai TV. Tufuatilie kwenye mitandao ya kijamii kote, tunapatikana kwa jina moja tu la Kishai TV.